glory. Rabasheka Ramando Elamashele Behi Ikozia Radosha Labadosa Labaruda Mahande. Oh Masala Bagonde Liberia no Sarabashada Baganda. My God, asante Bwana kwa sababu ya nafasi hii. Asante kwa sababu ya watumishi wako mfalme ambaye Mungu umewaweka mioyo yao tayari ili kupokea neno lako Bwana. Asante kwa ajili ya kuwajenga. Asante kwa sababu ya kuwapatia hamu mfalme ya kutamani kusikia neno lako Bwana. Mungu anapofuatilia kipindi hiki mfalme kwenye mtandao, naomba kwamba maisha ya kila mmoja wao pamoja na maisha yangu haitabaki vile ilivyo Bwana. Maisha yetu kapate ladha zaidi, kapokee neema nyingi kwa jina la Kristo Yesu. Kupitia neno hili Bwana, tuponye, tuhuishe Bwana, tujenge mara tena Mungu wa baraka, tupanulie mipaka katika jina la Yesu. Bariki kanisa lako Bwana. Bariki kanisa lako Bwana. Watumishi wako wa tabaka mbalimbali, wa aina tofauti Mungu wa baraka, wa nyanja tofauti katika jina la Yesu. Hiyo ndoa ikabarikiwe. Hiyo biashara ikabarikiwe kwa jina la Kristo Yesu. Hiyo afya Bwana ikarejeshwe katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana. Hiyo huyo mwombezi akachochewe. Asante Yesu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Shalom. Karibuni sana. The Lord bless you. The Lord bless you for purposing to follow through this clip, and we thank God for His grace, and we are trusting God very soon kwamba atakuwa na Mungu atafungua mlango ili tuwe na good wifi, tuwe na strong signal ya kufanya ibada hizi very soon by the grace of God, because God is able to provide, ili kwamba ibada hizi isiwe inakatishwa ama isiwe inaenda kana kwamba inaenda kirukaruka. Lakini Mungu ni mwaminifu kwa kila jambo. Karibuni tena. The Lord bless you na kufuatilia. So tunasema kwamba mada yetu siku ya leo is about the mountain of the Lord, namna ya kukwea katika mlima wa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Tangulia kusema kidogo pale online kwamba kwenye kitabu cha Isaiah 26 Biblia inasema hivi, na mimi Bwana nitaandaa karamu ya vitu vinono katika mlima wangu. Hallelujah. The Lord will prepare a banquet of what? Fat things. Let me begin to read there. Isaiah chapter 26. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Oh rababoshala lababosika rabayanda. Isaiah chapter 26. Oh my God. Oh Jesus. We bless your name. We bless your name. We bless your name. We bless your name, our Father. Sorry, chapter 25. Isaiah 25, not 26. Isaiah 25 verse 26. Isaiah mlango wa 25 mstari ule wa 6. Biblia inasema hivi, on this mountain the Lord Almighty will prepare a feast of rich foods and for all people, a banquet of aged wine and the best meat of the finest of wine. On this mountain he will destroy what we call the shrewd, the enfold all people, and a shield, and the sheet that covered all the nation, and he shall swallow up death forever. The sovereign Lord will wipe away the tears from all the eyes, the faces. He will remove the disgrace of his people from all the earth, says the Lord. That is verse 6 mpaka mstari wa 8. So Biblia inasema kwamba jambo la nne ni kwamba Bwana pia ataondoa aibu. So katika mlima wa Bwana, Mungu jambo la kwanza anaandaa karamu. Meaning it is always the plan of God kwamba tunapokwea katika mlima wa Bwana tupate karamu ya vitu vinono iliyojaa rojorojo na mafuta yake. Alafu tunapoketi kusherekea katika mlima wa Bwana, kuna vitu vinne ambaye Mungu anashughulikia katika mlima wake. Jambo la kwanza anasema kwamba nami nitaondoa kiambaza na nitavunja sitara inayofunika watu wangu. Mwakisha kwamba kinachohinda our spiritual sight ili kuona baraka Mungu ametuwekea na urithi ambayo Mungu anatuwekea katika mlima wake as we celebrate in his mountain. That means tayari tumekwea katika mlima, we are celebrating in the mountain top of the Lord. So tunapo celebrate, Mungu anakisha kwamba every darkness, every covering, every shroud or covering ama shita ambayo ina cover, kiambaza yote inaondolewa, so that our eyes can see so clearly and could see far. Na la Bwana libarikiwe. Number 2 akasema hivi, na kifo kitamezwa katika mlima wa Bwana. Kifo ya aina yote ile, iwe ni kifo ya kiafya, kifo kwa eneo fulani ya huduma, kifo katika eneo fulani ya familia, ya biashara, kifo chochote ile, kwamba inamaanisha kitu ambaye kimekwama, haionekani kana kwamba kinasonga mbele, haionekani kana kwamba inaweza zaana mara tena,
ama kuwa mara tena. Inasema kwa mlima wa Mungu unamezwa. Jambo la tatu anasema hivi, nami pia nitapanguza machozi ya watu wangu, kwamba kila kilio nitasikia na kujibu. Kupanguza machozi ni kwamba kilio yote Mungu atashughulikia, atajibu kila ombi ambayo imekuwa kilio kwa muda mrefu. Jina la Bwana libarikiwe. It's not really anamaanisha kwamba machozi yanatoka kwa macho haya, lakini kilio cha moyoni, the desire of the heart. That's why the Bible says the Lord will not frustrate or disappoint or sweep away the desire of the righteous, kwamba Bwana hatafutilia mbali matarajio ya mwenye haki. So unapomtarajia kwa muda kilio cha moyo wako, Mungu hatadharau. Jina la Bwana libarikiwe. Na jambo la nne anasema kwamba na pia Mungu atafanya nini? Ataondoa aibu. Aibu ni kitu kinachokutendekea ama kinachonitendekea katika maisha yetu, ambayo hakina utukufu, hakina sifa njema. Ni kitu ambayo inasababisha kwamba unasikia unaudhika, unakosa morali ya kusonga mbele, unakosa ujasiri ya kusimama hata mbele ya watu kuzungumza ama kumsifu Mungu, unakosa hata ile ujasiri ya kushuhudia jambo, kwa sababu kitu kiliyofanyika ni kitu cha kuudhi, ni kitu ambayo inaadhiri hisia zako na hisia zangu, kwamba hakuna ile kuchangamka ama furaha. So anasema kwamba pia nitaondoa aibu. So katika mlima huu tunapokwea mlima wa Bwana katika ibada hii na ibada ijayo next week on Thursday, naamini Mungu kwamba kila aibu Mungu ambaye iko katika maisha yetu ama iko attached katika maisha yetu, even in our environment, may the Lord sweep away. Bwana kaondoe kila aina aibu katika jina la Yesu. Kifo kikamezwe, machozi yakapavutwe, na kila kiambaza kikaondoke, so that tunaweza kuona kile Mungu ataka tuone kwa jina la Kristo Yesu. Tuone katika upana wake, katika kina chake na katika urefu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't forget kwamba mada yetu is about scaling up the mountain of the Lord, kukwea katika mlima wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. So let me go back to Isaiah chapter 2. Isaiah chapter 2 verse number 2. Pia tunapoendelea kuweka msingi, because this day tunaweka sana msingi, alafu tunaendelea kwenda deeper by the grace of God next week on family altar, Bwana anapotupatia nafasi. Isaiah chapter 2 verse number 2 na kuteremka kidogo. Biblia inasema hivi, many people will come, many people will come. Na la Bwana libarikiwe. Many people will come and say, come let us go to the mountain of the Lord, the house of the God of Jacob. He will teach us his ways, so that we may walk in his path. The law will come out from Zion, the word of the Lord from Jerusalem. He will judge between the nations and will settle disputes for many people. They will hear their sword, they will bite their sword into a plowshares, and their spears into a pruning hook. Nations will not take up swords against nations, and not will they train for war anymore. Come, O house of Jacob, let us walk in the light of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Mtumishi wa Mungu wa Isaiah anazungumza mahali hapa, na katika mstari wa pili anasema hivi, in the last days the mountain of the Lord shall be established as a chief among many mountains. It will be raised above the hills, and all nations will stream to it. Bwana asifiwe sana. So mtumishi wa Mungu nabii Isaiah anazungumza through a prophetic eye, baada ya kupokea a prophetic word from the Lord concerning the mountain of the Lord, ambayo is the latter church. Ni kanisa ambalo linakuja kukua wakati Yesu ameshakuja katika dunia na kufa msalaba na kuzaa kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. So that's why anasema samahani, basi katika siku za mwisho mlima wa nyumba wa Mungu itainuliwa. The mountain of the house of the Lord shall be exalted. Hapa anasema pia shall be established, kwamba itadhibitishwa ama itainuliwa. Kwa hiyo NIV inasema hivi, shall be established as a chief mountain, kwamba itadhibitishwa kama mlima mkuu, mlima inayoongeza milima zingine zote. Na la Bwana libarikiwe. Alafu inasema kwamba shall be established above all other mountains. Itakuwa erected above every other mountain or even every other hill, kwamba itapewa nafasi ya kuinuka zaidi, level yake itakuwa juu zaidi, influence yake itakuwa juu zaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Zaidi ya milima nyingine zote.
Before we go deeper in that verse, hebu tuangalie kitu mahali hapa. When you look in the Bible, neno the mountain inakuwa na 2 dimensions. Every time unasoma a mountain in the Bible, there are 2 meanings of the mountain in the Bible. So you need to understand the context which the word mountain is used. So ni mzuri kuelewa jambo madhumuni ya neno hilo mlima kutumika. Maana katika ncha ya kwanza, first dimension, the word mountain inaashiria the church. Jina la Bwana libarikiwe. Mount Zion inasema ni church, kanisa la Bwana. So anasema mahali hapa mlima wa nyumba wa Mungu itainuliwa zaidi ya milima zingine zote. So huu mlima unaoinuliwa mahali hapa ni kanisa la Bwana litatukuzwa kwa siku za mwisho. Jina la Bwana libarikiwe. That's why one of the minor prophet ambaye anasema pia kwa siku za mwisho utukufu wa nyumba ya mwisho itakuwa mwingi kuliko utukufu ule wa kwanza, kwamba the mountain of the house of the Lord shall be exalted, itazidi katika ncha ya utukufu, ushawishi, nuru na kupanuka kwake zaidi ya ile kanisa ya kwanza. So elewa kwamba the first dimension of a mountain, jina la Bwana libarikiwe, katika maana ya Biblia inaashiria kanisa. Inasema mlima wa nyumba ya Mungu itainuliwa zaidi ya nini? Zaidi ya milima yote. Jina la Bwana libarikiwe. Dimension number 2 of a mountain in the Bible is what we call temptation, hardships and struggles. Yani zile tunaita majaribu, vizuizi, vitu ambavyo inasababisha mwanadamu kung'ang'ana katika maisha. Pia kwa Biblia zinatumika kama milima. Kwa mfano, kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 17, mstari wa 21, na pia Mathayo 21:21. Wewe inasema hivi, unapokuwa na mlima na imani kidogo kama chembe ya haradali, unaweza kuambia mlima huu ukang'oke hapa na ukajipande kwenye bahari. So Yesu alikuwa anafundisha wanafunzi kuhusu the impact of faith. Jina la Bwana libarikiwe. The impact of what we call active faith, practical faith. Yani ile kazi ambayo imani inayofanya kazi. That active faith, practical faith inaweza kufanya. Nasema kwamba hata kama ni kidogo, kama the smallest seed in the world ambayo inaitwa mbegu ya haradali. Kwa hiyo imani ndogo kiasi hiyo ambayo iko na ability to grow, because inafanywa na a seed. A seed is something that has a potential to birth. Jina la Bwana libarikiwe. Inaweza kukufa na kufufuka alafu izae msitu mkubwa sana. So anasema kwamba out of that small faith like a seed, unaweza kuamrisha mlima kaondoke. So mlima unaoondolewa, not a church, ni mlima ambao unaweza kuwa ni jaribu, ni jambo mzito, ni kizuizi katika maisha. Jina la Bwana libarikiwe. So that's why katika the book of Zechariah chapter 4 verses number 7, Biblia inasema hivi, who are you, O mighty mountain? Wewe ni nani ewe mlima mkubwa mbele ya nani? Zerubabeli. Ilikuwa ni hindrance, ilikuwa ni kizuizi kikubwa ambacho kilisimama kikazuia kujengwa kwa nyumba ya Bwana, ikazuia mkono wa Zerubabeli kufanya kazi. Na Biblia inasema hapo chini kwamba mkono ulioanzisha kazi hii ambayo ni mkono wa Zerubabeli, huo mkono ndio utakaomaliza, kwa sababu mlima ambao ulisimama kukamisha mkono wa Zerubabeli ili sitimize kazi, that hand, that mountain that has limited the hand of Zerubabel shall be destroyed. It must melt by the shouting of what? Grace. Akasema kwamba kwa tamko la neema, kwa sauti kubwa, mlima huo unaenda kuyeyuka. Jina la Bwana libarikiwe. So ni ya muhimu sana kila mara unaposoma kuhusu mlima katika Biblia, basi elewa imetumika katika ncha gani. Imetumika katika nini? Ncha gani? Kama ni mlima ambao unatumika katika ncha kusema kanisa, unasema ahimidiwe Mwokozi, kwa maana kanisa linainuka. Kama ni mlima unaotumika katika ncha ya kuonyesha majaribu, tunasema by the shout of grace you mountain collapse or melt, ewe mlima anguka, ama ewe mlima yeyuka. Lakini now the setup of what we are reading today, ama the background of what we are learning today, ama this mountain about to scale, is not a mountain of temptation but the mountain of the Lord. Hatupandi katika mlima wa majaribu, lakini nazungumzia kuhusu kukwea katika mlima wa Bwana. Ndio Isaiah anasema hivi, katika siku za mwisho mlima wa Bwana utainuliwa zaidi ya milima zote. Na unapoangalia katika kitabu cha Mika chapter 4,
pia verse 1 na kuteremka mpaka verse 4, Micah pia ana recite the same words ambayo Isaiah amesema. Anasema kwamba kwa siku za mwisho mlima wa kanisa, mlima wa nyumba Mungu unainuliwa zaidi ya milima zote. Kumaanisha kwamba there was a prophetic and a clear message ambayo ilitolewa so many years before, ama so many years ago, concerning the church ambayo ni the church of the now, kwamba that church itakuwa na more power, more grace, more influence, itakuwa zaidi na kuenea na kusambaa. There are nations ambayo tunasikia ya kwamba iko na kanisa kubwa sana ambayo inaitwa underground church. Na Bwana libarikiwe. Ni taifa ambayo inapitia vita. There is a lot of persecution, but the church is growing more and more every day, ina exceed. Jina la Bwana libarikiwe. Why? There was a prophetic word that was released kwamba katika siku za mwisho, ijapokuwa inaitwa perilous time, hard times, siku ambazo ni za ugumu, siku ambayo kuna changamoto nyingi, kuna adha, kuna lot of persecution, mateso, lakini licha na hayo mateso nyingi, kwa sababu there was a prophetic word that was released long time ago, hiyo persecution haitafinya kanisa kuwa kidogo, bali kanisa litanawiri, kanisa litainuka. Mradi tusimame katika imani, tuwe kidete katika kutembea katika njia za haki, tumtumainie Bwana, kanisa linazidi kuinuliwa. Maana Mungu mwenyewe ndiye alisema kwamba kwa siku za mwisho kanisa litainuliwa. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So the mountain of the Lord shall be established. I like that word, established and exalted. Kwamba litadhibitishwa na pia litainuliwa. So litakuwa imara, itakuwa imara. When you try to study about the mountain also, the mountain represent or symbolize what we call firmness, constancy. Jina la Bwana libarikiwe. Kitu ambayo iko firm, haiwezi kuyumbayumbishwa. Mimi nasema hivi, wanaomtegemea Bwana ni kama mlima Zayuni. Hawatayumbayumbishwa, hawatatikiswa. Jina la Bwana libarikiwe. So unapozungumzia mlima huu wa Mungu, ni mlima ambao hauwezi kuyumbayumbishwa. That's why Biblia inasema hivi, Yesu alisema baada kujibu the revelation of Peter kwamba upon this rock I will build my church and the gates of hell cannot move it. Kwamba juu ya mwamba huu uitwao Ufunuo, Revelation, natalijenga kanisa langu. Nitafanya nini? Nitalijenga kanisa langu, na malango ya kuzimu hayataweza kuondoa wala hata kutikiza. Jina la Bwana libarikiwe. Because my church will be established. Kanisa langu litakuwa limedhibitishwa. So kanisa la Bwana mnaonitazama, kumbuka ya kwamba Mungu anasema kwa siku za mwisho nitalidhibitisha kanisa langu. Bwana Yesu asifiwe sana. So kile tutaomba, kile tutatarajia, na mali tutafocus macho yetu ni kwamba we focus and pray and expect more establishment and exaltation of the church. Jina la Bwana libarikiwe. Licha kwamba panakuwa na changamoto nyingi, ugly things that will continue to happen, but the word of the Lord is true. Neno la Bwana ni kweli. Maana Numbers nasema hivi, our God is not a son of man to lie or even to regret. Si mwana wa Adamu Mungu wetu ili anene uongo ama agairi. Na anaposema neno lake ni amina na ndio, kwamba anaposema ana uwezo wa kufuatilia kutimiza. Anamwambia Jeremiah, tazama nafuatilia neno langu kulitimiza. So kanisa la nyakati za mwisho, be strong in the Lord, because we are living in the latter days, ambayo ni siku ambayo ndio perilous time. Majaribu ni nyingi, but the word of the Lord says, in the latter days I will exalt my mountain. I will exalt my mountain. Tatukuza mlima wangu, and I will establish my mountain. Pia nitadhibitisha mlima wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Bwana kudhibitishe na wewe at a personal level. Bwana adhibitishe maono yako. Bwana adhibitishe hiyo ndoa na hiyo familia yako. Bwana adhibitishe biashara yako, ili kusaidie kumtumikia Bwana na kutumikia familia yako, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Anasema kwamba tatukuzwa zaidi ya milima zote. Kumaanisha kuna tumilima zingine zinazoinuka. There are other mountains ambayo zitajaribu kumashroom, zitajaribu kujiinua, but the mountain of the Lord will be above, will be exalted above, and also established, iwe stronger than any other mountain. Kumaanisha kwamba there is room and there is a possibility that any other mountain can rise. The mountain of deception, the mountain of fear, the mountain of frustration, hallelujah, the mountain that
the enemy will try to bring different mountain ili kubuild a lot of fear and frustration na kukatisha tamaa ya watu wengi. But licha na hayo, jina la Bwana libarikiwe, mlima wa Bwana utakukuka zaidi. Utafanya nini? Utatukuka zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. And verse number 3, Biblia inasema hivi, and many people will come saying, come, let us go up to the mountain of the Lord. My goodness. Malaboshalabade sheradozina nama masela doru kashiraba. Kumaanisha kwamba when the mountain of the Lord is exalted, the mountain of the Lord will become more visible to many people. Kwamba mlima wa Bwana unapoinuliwa, mlima wa Bwana utazidi kuonekana kwa watu wengi. Biblia ikasema hivi, na watu wengi watasema hivi, amkeni na tukue katika mlima wa Bwana. Because now we can see the mountain of the Lord. Now we can see the mountain of the Lord. So twendeni kwa mlima wa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. What does that mean? Kwamba when the Lord is establishing his mountain, or when the Lord is establishing his church and exalting his church, jina la Bwana libarikiwe, the church will become attractive. Kanisa litakuwa la kuvutia, itavutia watu. Anasema watu wengi watasema, twende katika mlima wa Bwana. Tukue katika mlima wa Bwana. Tumekaa mabondeni kwa muda mrefu. Tumekaa mabondeni kwa muda mrefu. Mabondeni ni wapi? Mahali pa mashaka, mahali pa giza, mahali pa mateso, mahali ambapo hapana matumaini, mahali pa kuteseka kila mara, mahali pa mahangaiko. Lakini kumbe mtu alikuwa anakaa mahali pale manake hajaona mlima. Lakini kwa siku hizi za mwisho Bwana anatukuza mlima wake, na utaona, nami nitaona, na mwingine ataona, na kukwea katika mlima. Na anapokwea kwenye mlima kunazo faida kwa mlima. Kiambaza inaondoka, mauti unamezwa, machozi yanapanguzwa, kutakuwa na karamu, kusherekea uzuri na wema wa Bwana, na aibu itaondolewa katika jina la Yesu. Na akasema, twendeni katika mlima wa Bwana. Let us scale the mountain of the Lord. Let us ascend to the mountain of the Lord. Tukue katika mlima wa Bwana. Why? Jina la Bwana libarikiwe. Anasema mahali pale tutapata mafundisho ya kweli. Tunapata nini? Mafundisho ya kweli. He will teach us his ways. Maana kwa mlima wake tutafundishwa njia zake. I love this. Kwamba when the mountain of the Lord is exalted, itakuwa attractive. Number 1. Number 2, the mountain of the Lord when it is exalted, inasababisha watu kuwa na njaa, kuja katika mlima wa Bwana, kujifunza njia za Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. You know, we are also living in the days ambayo there are people only who come to church when they have a prayer item or when they have a need. Hawasikii vizuri, wanateseka, wanapitia njia ambaye ni panda, wanateseka kiafya, wanaomboleza, wanahitaji uponyaji, wanahitaji faraja. Lakini hawa sasa wanasema, cha kwanza tunachotaka katika mlima Bwana, tunataka kufundishwa njia za Bwana. So when the mountain of the Lord is exalted, inamaanisha hivi, the Lord will put a desire and the thirst in the hearts of people to ascend to the mountain of the Lord, to learn the ways of the Lord. I love this. I love this. Ninapenda hii. Kwamba mlima huu unapokuwa established, Bwana pia anaweka njaa na tamanio kwa moyo wako na kwa moyo wangu, ili tutamani kufundishwa njia za Bwana. Sio tu kukutana na nguvu za Mungu, sio tu kuponya magonjwa, sio tu kupata mkate, sio tu kupata mavazi, lakini pia kufundishwa njia za Bwana, ili tujue tabia zake. Jina la Bwana libarikiwe. My God, my God. This might be a verse ambayo inasema hivi, wana wa Israeli walijua matendo ya Bwana, lakini Musa alijua njia za Mungu. There is a difference by knowing God through his action and knowing God by his ways. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapojua Mungu kwa matendo yake, that means you are only limited to know him at the level of manifestation. But you don't know him, you don't know the formula where God will use it. You don't know the ways of the Lord. So you cannot please him because you don't know his ways. Kwamba hautaweza kumfundisha, maana wewe utakuwa mgeni kwa njia zake. Lakini unapojua njia zake, utajua kumfurahisha, maana utatembea katika njia zake. Lakini kama ni matendo tu,
ni matunda yake unaona. Inamaanisha kwamba utasherekea matunda, lakini njia yako inaweza kosa kupendeza Bwana. Utasherekea matunda, lakini njia yangu inaweza kosa kufanya nini? Kupendeza Bwana. Kwa sababu gani? Sijajua njia zake, ninajua tu kazi zake. My goodness. Oh, Rabado Shalabada. Oh, my God. Lord, I pray that this latter days, oh God, may I have the same desire. May I have such a desire to learn your ways. Nami Bwana nipatikane, Bwana, kuwa katikati ya wale ambao watakuwa na njaa nyingi ya kutamani kujifunza njia zako. My God, my God. So, elewa vitu viwili. Kwamba mlima wa Bwana unapokuwa exalted, jambo la kwanza, mlima wa Mungu utakuwa unafanya nini? Unakuwa attractive, maana now it is visible. Become visible, attractive, and it makes people to have a desire to go and learn, which means a mountain of the Lord is a school to learn the ways of the Lord. Kwamba mlima wa Bwana ni shule ya kujifunza njia za Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Maanisha hivi, tusipokuwa katika mlima wa Bwana, tutakuwa na upungufu wa kujifunza njia za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema hivi, so that we may know of his paths. The law goes from Zion, the word of the Lord from Jerusalem. Jina la Bwana libarikiwe. Ili tukajue njia zake. Maana sheria za Bwana zinatoka wapi? Zinatoka Zayuni. Jina la Bwana libarikiwe. Sheria yake pia inatoka wapi? Jerusalem. Zion and Jerusalem the same place, but ilichaguliwa Jerusalem kuwa the place of worship, ikaitwa Zion, the house of God. So anasema kwamba twende katika nyumba ya Bwana ili tukapate kufundisha mausia ya Mungu, maana sheria ya Mungu inatoka mahali pale. Meaning the hearts of people will be turned to God to follow, to pursue the command of the Lord and to obey the command of the Lord by following the ways of the Lord. Kwamba mlima unapozidi kuinuliwa, mioyo ya watu itashawishika kwamba twende tukafundishe njia za Bwana, tukapokee torati ya Mungu na tutembee katika njia yake. Kumaanisha kwamba tukatii torati zake na tutembee katika njia zake. Maana guidelines zake ambayo anatupatia ni torati zake. Jina la Bwana libarikiwe. His laws are the roadmap that guides us. Hallelujah. Praise the mighty God. So anasema kwamba ili torati, ili nini? Ili torati tukapate kupata, maana inatoka mahali pale. So tunapoondokea mlima wa Bwana, hatutaweza kuwa na torati ya nani? Torati ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the name of the Lord. Oh, Rabashaka Balababuri Alabasanda. Let me read the book of Obadiah. Obadiah chapter number 1, verse number 8, verse number 17 and 18. Kitabu cha Obadiah chapter 1, verse number 17 and also verses number 18. Biblia inasema hivi, upon my God Almighty. Upon where? Upon Mount Zion. Juu ya mlima Zayuni. Juu ya mlima wa Zayuni kutakuwa na ukombozi na utakuwa na urejesho. Kutakuwa na nini? Ukombozi na urejesho. Ukombozi na urejesho. In the mountain of the Lord there shall be what you call deliverance. There shall be what you call restoration. Restoration. Obadiah chapter 1 verses number 17 and verse number 18. Bible inasema, but on Mount Zion, lakini juu ya mlima Zayuni. Mlima wa Zayuni. Ule mlima ambao kwenye Isaya wanasema kwamba tukwe katika mlima wa Bwana pale Zayuni, nyumba ya Yakobo, ili tukafundishe mausia ya kweli. Jina la Bwana libarikiwe. Tukafundishe mausia ya kweli. This was a vision ambayo Obadiah anaona. Akasema hivi, lakini katika mlima wa Bwana, in the mountain of the Lord will be deliverance. Kwamba hao watu ambao wamekaa katika giza, waliokaa katika bonde, wanapokwea katika mlima wa Mungu, wawe natamania kufundisha torati ya Mungu, waone mwangaza. Wanapoona mwangaza ule, mwangaza unapoangaza kwa maisha yao, that will be a process of deliverance from darkness to the light. Kutoka kwenye giza ili waingie katika nuru. Jina la Bwana libarikiwe. So when a person is transiting from darkness to the light, that is a process of deliverance. Mungu anakuwa delivered from ignorance to the place of knowing now. Jina la Bwana libarikiwe. Na kuanza kutembea in the knowledge of the will of God and in the knowledge of the word of God. Jina la Bwana libarikiwe. And the fear of God will consume that person, and that person begin to operate with the zeal of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. There shall be what? Deliverance.
and it will be holy, and the house of Jacob will possess their possession. Akasema na kila kitu itakuwa takatifu kwa mlima wa Bwana, na nyumba ya Yakobo itamiliki milki yake. These are other things that will happen in the mountain of the Lord. Kwamba when the law is proceeding from the mountain of the Lord that is exalted, we undergo the process of deliverance. Jina la Bwana libarikiwe. Tunakombolewa na vifungo vyote, vifungo vya kutoelewa, vifungo vya nafsi, vifungo vya msingi potofu, tunakombolewa. Na akasema na kila kitu itakuwa takatifu, na nyumba ya Yakobo itachukua miliki yake. Meaning the darkness that have covered our eyes, that we cannot see the inheritance that the Lord has prepared for us and stored for us, that darkness will be taken away, so that we can see our mountains, we can see our inheritance and possess our possession. Glory be to the name of the Lord. Jina lako litukuzwe. Kiambaza inapoonekana, nitaona ujira wangu, nitaona pia urithi wangu. When the darkness has disappeared, when there's the covering has been taken off, now you'll be able to see, I'll be able to see. We will be able to see what belongs to us, our inheritance, our blessings, our possession. And the Bible says, and the house of Jacob shall possess their what? Their possession. And where? At the mountain of the Lord. After deliverance. My goodness. And the house of Jacob will be fire. Na nyumba ya Yakobo itakuwa ni nini? Ni moto. And the house of Jacob, or Joseph will be the flames of fire. So katika mlima wa Bwana unapokwea, linasema hivi, patakuwa na ukombozi. Kumaanisha hivi, tutasaidiwa kutokana na shida ambazo zimetubana kwa muda mrefu. Kuna mambo mengi, there are issues, background issues, foundational issues ambayo imefinya maisha yetu, imetesa maisha yetu kwa muda mrefu. Lakini unapokwea katika mlima wa Bwana, kwa mlima wa Bwana kuna uwezo wa kutosha wa kutukomboa na vitu vinavyotufinya, zinazotubabaisha, zinazotutesa na kutuondolea mizigo mizito. Jina la Bwana libarikiwe. Remember Isaiah chapter 10:27 inasema, in those days, kwa siku hizo, nira itavunjika, mizigo itaondoka kwenye mabega yako kwa sababu ya mafuta. The burden shall be lifted from your shoulders, and the yoke of our sickness will be broken because of the anointing. So at the mountain of the Lord, there is an anointing that will break every yoke and offload every baggage from your shoulders and from my shoulders. Jina la Bwana libarikiwe. Mizigo ambayo tulibebeshwa na hali nyingi tuliyopitia katika maisha, kwa mlima wa Bwana mizigo hizo zinaondolewa. So tunapoondolewa ni kwamba we are delivered from heavy burdens. Yesu anasema, njooni kwangu wenye kulemewa na mizigo mizito, nanyi mtapata pumziko. Vaeni nira yangu, maana nira yangu ni nyepesi na nira yangu ni laini. Come unto me, all who labor with heavy burdens, and I will give you rest. Put upon yourself my yoke, because my yoke is lighter and softer. My goodness. Masola badosha raba. Napomalizia, may the Lord put upon you his yoke, and may the Lord break every yoke off your shoulders. In Jesus name. Bwana kavunje kila nira. Bwana leo akupatie pumziko katika mlima wake. As we begin a journey of scaling to the mountain of the Lord, up the mountain of the Lord, may you begin to experience rest in the area of your family, in the area of marriage, in the area of relationship, in the area of your business, in the area of your assignment, in the area of your health. May the Lord begin to deliver you from pain. May the Lord begin to deliver us from any kind of struggle. May the Lord see you through in that situation. In the name of Jesus Christ, may the Lord bring you help, as you ascend to the mountain of the Lord. As you begin to rise, oh God, and go to the place of celebration, may the Lord cause you to enjoy divine rest. May you begin to enjoy mental rest. May you begin to enjoy psychological rest, spiritual rest, oh God. Rest in your health, rest in your house, rest in your ministry, rest in your prayer life, rest in your prayer life, in the name
of Jesus. Rest in your finances. Rest masola badosha ranonzi bagade. Lerozi mahando boshara baganda. Let every burden be lifted away. Let every burden be lifted away. Let every pain be taken away. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. May you begin to celebrate at the mountain of the Lord. Celebrate your victory. Celebrate your healing. Celebrate your deliverance. Celebrate your joy. Celebrate recovery of sight. Celebrate recovery of your health, recovery of resources. Celebrate recovery of sight, to see your wealth, to see your possession, to see your mountain. Celebrate your establishment in the name of the Lord. May the Lord establish the vision you have, the dream you have, the assignment you are carrying on. In the name of Jesus Christ, may the Lord establish you that place. May the Lord establish you in the place of your assignment. In the mighty name of the Lord, the Son of God, I speak favor and grace upon your life. As we continue to scale up the mountain of the Lord, receive grace to scale higher. Receive grace to scale higher. Pokea neema ya kukwea juu kwa jina la Yesu. Kukwea katika maombezi, kukwea katika kutafakari, kukwea kwenye seno kusema neno la Bwana, kukwea kwa mlima wa Bwana. Receive determination to continue to scale up the mountain of the Lord. As you scale up, enjoy rest. Enjoy rest. Experience victory. Experience unlimited joy. Unlimited joy. Masokato. Li prozia ranuma sakataya. Rezilebo sharabagana. As you ascend as an ascender, the fire of the Lord will consume every unnecessary baggage. Masokarabo. Kamba zote nayofuta watu nyuma na zikatike sasa. Zianze kukatika. And baggages be lifted away. Baggages be lifted away. May your shoulders begin to experience rest now. Masokado, masela darora masia. May your shoulders experience rest now. Naomba kwamba mabega yako kuanzia siku ya leo ikapate kupata pumziko. Oh my God, mabega yako yapokee pumziko. May your shoulders receive rest. Receive rest and refreshment in the mountain of the Lord. Masorada. May your neck be free from the yoke of Assyria. Be free from every kind of yoke. Yoke, my God, in terms of manipulation. Rosine magada. Oppression, masekada. May your shoulders experience rest. May your neck now experience freedom now. In the name of Jesus, by the anointing of the Lord, I address every yoke to be broken now. I address every yoke to be broken now. In the name of Jesus, receive your freedom. Receive your sight. Receive your healing. Receive joy. Receive joy. Begin to increase now. Begin to flow. Masokado badi. Lerebosia rano shabaganda. Rinonzia rapushe legando. Lezerabahande boshia. May the Lord refresh your intercession, your worship, your singing, your ministry, your family, your marriage. May the Lord refresh your life. May the Lord refresh your feet now. Oh my God. Daudi anasema kwamba na Mungu anafanya miguu yangu kuwa nyepesi kama ya nani? My God Almighty, Yaswara ama Ayala. And the Lord will give me sweetness of a deer. May the Lord give you sweetness at His mountain, that He may be able to recover lost moments, opportunities, oh God. Raponi amazikata. Receive grace to be accelerated. Receive grace to be accelerated in the mountain of the Lord, for you to recover. Recover, my brother. Recover, my sister. Recover whatever you lost, my God. My God, wakati wa mlima, wakati ulikuwa chini ya mlima, wakati wa bonde, recover. Receive grace to recover that opportunity, that business idea, that vision, my God, that dream. Receive grace to redeem time. Receive grace to recover, my God, joy that we need. Joy that you need, oh God. Breakthrough that you need. Sight that you need. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Now may the Lord bless you and keep you. May the light of His countenance shine upon your life. May the Lord be your light on your path. May the Lord be merciful and gracious to you. The Lord bless you and keep you. In Jesus' name. Kama hujaokoka, sema Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Natubu dhambi na makosa. Nisamehe Bwana. Nioshe kwa damu ya Kristo Yesu. Vuta jina langu siku ya leo kwenye kitabu cha mauti. Andika kwenye kitabu cha uzima. Leo nimeokoka. Mimi ni kiumbe kipya. Ninaanza mwendo wa kukwea katika mlima wako. Mahali pa sherehe, mahali pa uhuru, mahali kwa ukombozi. Shalom, the Lord bless you uliokoka sasa. Wewe ni mwana wa Mungu. Tafuta kanisa ambayo inahubiri utatu wa Mungu Baba. Naamini kwamba Yesu alikufa, akafufuka, kaenda mbinguni, atarudi kunyakua kanisa. Jiunge na ile kanisa. Naamini pia ubatizo wa maji mengi
jiunganishe, jitangaze tu kwamba wewe ni umeokoka, ndio pate msaada na malezi ya mchungaji na watumishi wa Mungu, na pia unaweza kufahamisha kama umeokoka, na tunamshukuru pamoja. The Lord bless you all watumishi wa Mungu, and keep you. Tuonane next week on Thursday by the grace of God in the same platform. Shalom, good night. The Lord bless you. Amen. Oh, Rabasheka la Maria Boshegele Boria la Basaka Bagando. Rebebe